na sasa natamka rasmi kwamba kambi yetu ya Nduta ya kuhifadhi wakimbizi kutoka nchi ya marafiki zetu Burundi imefungwa rasmi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu abariki wenzetu wetu. Asanteni sana. Kwa wafanyakazi wote waliojitolea na wadau walioshiriki katika jukumu hili, na pia na kutoa shukrani zangu za dhati na za moyoni. Tunapoadhimisha rasmi kufungwa kwa kambi hii na kukabidhiwa kwa kambi ya Nduta leo, hatuadhimishi tu mafanikio yaliyopatikana, bali pia tunatambua umuhimu wa hatua hii ya mpito. Ingawa tukio hili linaashiria mwisho wa sura moja, linatukumbusha pia wajibu wa kimataifa unaoendelea wa kusaidia wakimbizi na watu waliolazimika kuhama popote walipo. Mheshimiwa Waziri, wakati kambi hii inakabidhiwa rasmi kwa serikali ya Tanzania, tuna imani kuwa urithi wa Nduta utaendelea kuhamasisha juhudi za pamoja katika kulinda haki, heshima na ustawi wa watu wote wenye uhitaji. Tunathibitisha utayari wetu wa kuendelea kushirikiana na serikali na taasisi husika ili kuhakikisha mpito unaendelea vizuri na kushughulikia mahitaji yoyote yatakayojitokeza siku zijazo. Kwa kuhitimisha, simulizi ya Nduta si ya changamoto pekee, bali ni ya ustahimilivu, ujasiri na matumaini. Tukio hili na liwe chachu ya kuimarisha ushirikiano wetu na kuhuisha dhamira yetu ya kujenga dunia ambamo kila mtu anaweza kuishi kwa amani, usalama na heshima. To all partners and communities who work tirelessly to provide protection, healthcare, shelter, education and other essential services under often challenging circumstances. Today's ceremony also invites a reflection. No one chooses to live as a refugee, and sustainable solutions grounded in human rights and dignity remain essential. As Nduta camp formally closes, we recognize both an operational milestone and a moment of responsibility. UNHCR remains committed to working closely with the Government of United Republic of Tanzania and our partners to support refugees and host community and to continue advancing solutions. I thank you. Asante sana. Baada ya kambi hii kutumika kwa zaidi ya miaka 10 kuhifadhi wakimbizi kutoka nchi ya Burundi tangu mwaka 2016, kambi hii ilihifadhi wakimbizi 127,499 na ambapo kufikia juzi wakati tunamaliza zoezi la kuwarejesha tumesha kuwarejesha wakimbizi 166,330 kutoka kambi hii. Mheshimiwa Waziri, pia kwa namna ya kipekee ninaomba nishukuru sana shirika la UNHCR ambao ni wadau wetu wakuu katika katika hifadhi ya wakimbizi hapa nchini, ambapo kwa miaka yote hadi tunafunga kambi hii wamekuwa bega kwa bega nasi licha ya changamoto za hapa na pale zilizotokana na kuendelea kupungua kwa fedha za kuhudumia wakimbizi, ikiwemo changamoto zinazoambatana na hifadhi ya ukimbizi ambazo pia kwa pamoja tuliweza kuzimaliza kwa maelewano na utulivu, hasa katika kutafsiri na kutekeleza sera mbalimbali zinazoongoza hifadhi ya ukimbizi kitaifa, kikanda na kimataifa, ambazo pia zimekuwa zikibadilika kila kukicha, na hivyo kuleta mkanganyiko kwenye utekelezaji wake kwa mujibu wa tafsiri za nchi dhidi ya tafsiri za wadau. Mheshimiwa Waziri, pia ningependa kulishukuru shirika la WFP kwa namna ambavyo liliweza kuchangia kwa kiwango kisichomithilika katika kuchangia usalama wa kambi zetu, ikiwemo hii ya Nduta ambayo unakwenda kuifunga rasmi leo. Moja ya nguzo muhimu kwenye hifadhi ya ukimbizi ni huduma ya chakula kwa wakimbizi. Naomba hifadhi
kuna msemo unaosema kwamba ukitaka kupima nidhamu ya binadamu, chezea eneo la chakula. Ukitaka kupima usalama wako, kwanza anza na kuweza kujitosheleza kwa chakula na mambo mengine yanafuata. WFP kwa muda wote wamechangia kwa kiwango kikubwa kuifanya kambi ya Nduta iwe salama na tulivu, kwa kuwa waliweza kuwalisha wakimbizi wenye mahitaji mbalimbali muda wote, licha ya changamoto kubwa za kibajeti inayokumba hifadhi ya wakimbizi duniani ikiwemo Tanzania. Pia ningependa utambue uwepo wa shirika la MSF ambalo umelitembelea Mheshimiwa Waziri, ambalo limekuwa shirika kuu la kutoa huduma za afya kwa wakimbizi hapa kambini tangu kufunguliwa kwa kambi hii. Shirika hili limekuwa likitafuta fedha lenyewe na kuhakikisha kwamba wakimbizi wanapata huduma za afya na za uhakika. Mheshimiwa Waziri, pia nitambulishe uwepo wa mashirika yote ambayo yamekuwa yakitoa huduma kwa wakimbizi hapa kambini na kambi ya Nyarugusu kwa muda wote, kuanzia kwenye huduma za vyakula na zisizo vyakula ikiwemo mazingira. Yapo mashirika yaliyokuwa yanatafuta fedha yenyewe kwa ajili ya kuhudumia wakimbizi, na yapo ambayo yalikuwa yanatekeleza miradi kwa kuingia mikataba ya utatu kati ya serikali, UNHCR na shirika lenyewe. Mashirika haya yalikuwa muhimu kwa ajili ya kutoa huduma kwa wakimbizi, lakini pia yalitengeneza ajira kwa Watanzania waliokuwa wanahudumu kwenye kambi ya Nduta kambi ya Nduta, lakini wengine wanaendelea kuhudumu kambi ya Nyarugusu. Vile vile ninaomba nitambulishe kwako watumishi wa idara ya huduma kwa wakimbizi ambao wengi wao ni watumishi wa mkataba. Mheshimiwa Waziri, watumishi hawa wamekuwa wakifanya kazi masaa 24 kuhakikisha kwamba wakimbizi wanapata huduma na zaidi kuhakikisha hifadhi ya ukimbizi inaendelea kuwa salama. Ni watumishi ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa kujituma, uzalendo, pasipo malalamiko, licha ya mishahara yao kuto kupanda tangu mwaka 2016 walipoanza kufanya kazi. Ni watumishi wenye moyo wa kujitolea na wanafaa kuweza kutumika popote serikalini, lakini zaidi kwenye idara ya huduma kwa wakimbizi ambako tunawahitaji licha ya kufunga kambi. Hivyo ninaomba kudokeza zaidi kwamba wanazo sifa za ziada katika utumishi wa umma, hususan uzoefu, ujuzi na weledi katika hifadhi ya ukimbizi. Mheshimiwa Waziri, kambi hii kwa upande wa mkoa wa Kigoma ni ya pili kuifunga katika kipindi cha miaka mitano, ambapo kambi ya kwanza tulifunga mwaka 2021 ambayo ni kambi ya Mtendeli iliyokuwa pia inahifadhi wakimbizi wa Burundi. Mtendeli ipo wilaya ya Kakonko, Mheshimiwa Waziri. Sehemu ya wakimbizi wachache waliokuwa wanaishi pale walihamishiwa hapa Nduta. Hivyo baada ya kuhitimisha tukio hili la kufungwa rasmi kwa kambi ya Nduta, nguvu kubwa sasa, Mheshimiwa Waziri, inakwenda kuelekezwa katika urejeshaji wa wakimbizi wa Burundi waliopo kambi ya Nyarugusu ili kufunga upande mmoja wa kambi hiyo ambao unahifadhi wakimbizi kutoka Burundi. Niwapongeze sana wale waliokuwa wanatoa huduma kwa wakimbizi, sio kazi ndogo, na hasa wale wa Tanzania ambao wamefanya kazi hii, manake mmetuheshimisha, mmetimiza wajibu wenu, mmeonyesha namna gani watendaji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanafanya kazi. Kwa hiyo kuna expertise, kuna utaalamu mlioupata wakati mnafanya hapa, kuna nidhamu mmeipata, kuna kanuni, sheria mmezipata. Naomba swala la msingi tuendeleze hilo lilokuwa linafanyika kwenye hii kambi. Lakini la tatu na la muhimu zaidi, mmeona wakimbizi walivyokuwa naishi kwa shida. Kwa hiyo niwaombe sana, kuona ni kuamini. Mmeona namna gani wakimbizi walikuwa naishi hapa, pamoja na kwamba walikuwa wanapewa chakula, lakini kulikuwa kuna limitations. Sasa nyinyi ni babarozi wetu wazuri, kwamba mnapokwenda kule mnafanya kazi, waambieni ndugu zetu, hakuna kitu cha msingi cha maana kama amani. Mmeona jinsi walivyokuwa wanapata shida, mmeona jinsi kwa tunarudisha kwao. Sasa kwa mazingira hayo, je, yakitokea kwetu sisi tutakuwa watu wa namna gani? Kwa hiyo niwaombe sana sana sana, babarozi, mnapokwenda kule kwenye kazi zenu za kawaida, basi hakikisheni kwamba mnatoa elimu hii. Sisi viongozi katika ngazi ya mkoa tutajitahidi kutoa elimu, lakini na nyinyi wenzetu pia mjitahidi sana kutoa elimu katika hilo. Lakini la mwisho, tuwashukuru sana mataifa ya nje, mataifa ya kimataifa kwa kazi kubwa. Leo nilikuwa namsalimia dadangu wa Zimbabwe pale,
namwambia na Maswela say naona ameshtuka. Mimi nimekuwa mbalozi Zimbabwe, kwa hiyo at least we have received some expertise from your side, and as I said before, it's very important that you remain so that you can keep on making the ball rolling so that you can help more Tanzanians. Pamoja na kuwa tunazo sheria za kimataifa na mikataba ya kimataifa, lakini bado sisi kama sovereign state tulikuwa tuna uwezo wa kutokukubaliana na uwepo wa kuwalea wenzetu. Lakini tendo la kiungwana sana la nchi yetu ambalo limefanyika kukubali kuwa hosti wenzetu waliokuwa katika tabu na waliokuwa katika shida, pamoja na uwepo wa sheria na mikataba ya kimataifa ambao sisi pia ni wanachama. Lakini jambo la hiari na kukubali na utayari lilikuwa ni jambo la nchi yetu. Hivyo kwa kweli ni jambo la kuishukuru sana nchi yetu, lakini kupitia Amiri Jeshi Mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Dr. Samia Suluhu Hassan tunamshukuru sana. Na matendo haya ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na vyombo vyake vyote vya ulinzi na usalama na mamlaka zote za serikali kuu, kwa maana ya ngazi ya wizara na ngazi za serikali tawala za mikoa na serikali za mitaa, ambapo huko ndipo tunakuta kuna waheshimiwa wakuu wa mikoa, rasimu wakuu wa wilaya, kamati za usalama, kwa utayari wao ambao umechagizwa na utayari wa Mheshimiwa Rais, tumeona haya yameweza kuwezekana. Tulikuwa na wakimbizi toka miaka ya nyuma, ni historia ndefu. Kabla ya uhuru tulitafutia wengine uhuru, lakini pia hata hapo wapo waliokimbilia nchini kwetu kama kitovu cha amani Afrika. Lakini pia hata baada ya uhuru mwaka 72 walikuja wenzetu, tuliwahosti kutoka nchi mbalimbali, na hata hivyo mpaka leo tumeendelea kufanya hivyo, mbali na hatua mbalimbali za kupata wakimbizi katika nchi yetu. Matendo haya yamethibitisha na kuiweka Tanzania duniani kwenye ramani ya kuonyesha kwamba moja, ni nchi inayozingatia misingi ya utu, na hata kauli mbiu yetu tunasema kazi na utu songa mbele. Ni nchi ambayo inazingatia ustawi wa mwanadamu, ni nchi ambayo inazingatia ustahimilivu, haki, heshima, ujasiri, lakini uungwana, wema wa Watanzania ambao mmeushuhudia. Lakini ni nchi kielelezo cha matumaini, ni nchi ya amani na nchi yenye usalama. Hivyo basi yote haya ndivyo ambavyo mtu yoyote duniani angeweza kuitafsiri Tanzania, kwa sababu zaidi ya hapo, kwenye matendo haya yapo mambo ambayo mbali na uwepo wa mashirika ya kimataifa, ndugu zetu waliweza kutusaidia na ninayatambua kwa wingi wake, lakini bado kuna rasilimali za nchi zimetumika. Lazima kuna rasilimali za muda, rasilimali mali, lakini pia hata rasilimali mazingira yametumika kwa ajili ya kuwafaa ndugu zetu hawa waliokuwa katika tabu. Tunatambua janga halina mwenyewe, changamoto hazina mwenyewe, lakini hata sisi pengine tupishirie, Mwenyezi Mungu apishirie mbali. Hatutaki itokee hivyo, kwa sababu tunaendelea kumwomba pia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viendelee kuimarika, na sisi wenyewe wa Tanzania na IGP hapa mstaafu pamoja na barozi, lakini pia mkuu wa mkoa kwa nafasi zake zote amewaeleza na kuwakumbusha hapa, jambo la amani ni la msingi sana, tuzingatie usalama wetu. Ni jukumu letu sote sisi wa Tanzania, kwa sababu wenzetu yaliyowapata inawezekana yalianza kwa mizaha midogo midogo, inawezekana yalianza kidogo kidogo na hayakukemewa, hatimaye wakajikuta wamekuwa wakimbizi katika nchi nyingine. Na mnafahamu katika kuishi nao hapa, pamoja na kwamba tulilinda ustawi wa binadamu, haki za binadamu na ustawi wao, kupata haki za msingi za elimu, afya, lakini pia ustawi wa kiuchumi na kadhalika, lakini bado pia kuna aina ya uhuru ambao hawakuwa nao. Hivyo basi nitumie fursa hii kuwasihi wa Tanzania na kuwaomba sana, tulinde amani ya nchi yetu, tuendelee kuwa kielelezo na kitovu cha amani katika ukanda wetu huu wa Afrika yote nzima, lakini pia duniani. Ni nchi ambayo imebaki kuwa ya kupigiwa mfano. Ndugu zangu, mtakumbuka vizuri, ni neema ya kipekee ndio imetuwezesha kukutana katika tukio hili muhimu la kihistoria la kufunga rasmi kambi ya Nduta, ambayo imekuwa ni eneo walilopangiwa kuishi wakimbizi kutoka Burundi tangu mwanzoni mwa mwaka 2016, ikiwa ni miaka 10 sasa hadi sasa. Lakini hata kabla ya hapo,
iliwahi kutumika kati ya mwaka 1993 hadi 2008 kuhifadhi wakimbizi wa Burundi. Leo hii ni kama serikali tunapokea miundombinu na vitendea kazi vilivyokuwepo kambini na tutavipangia matumizi mengine. Wakati tunaanza rasmi shughuli za kurejesha wakimbizi Burundi Septemba 2017, kambi ya Nduta ilikuwa na jumla ya wakimbizi 1,127,499 na sasa tumefanikiwa kurejesha wakimbizi 165,494. Ndugu zangu wakimbizi, mshukuruni sana na mzidi kumwombea maisha marefu na yenye afya njema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama kwa utu na ubinadamu alioonyesha kwenu, kwa sababu tunatambua hata matishio yalikuwa yamekwisha muda mrefu, lakini tuliendelea kuwa nao kwa sababu tunawapenda. Watu wa Burundi ni ndugu zetu. Ni jina tu hili limeitwa wakimbizi, lakini nadhani kama kuna lugha nyingine yote tungeweza kuitumia, lakini ndio tafsiri ya Kiswahili fasaha, na kwa lugha ya Kiingereza ni refugees. Kwa hiyo ni ndugu zetu, ni rafiki zetu, ni majirani zetu ambao tumeweza kuwa nao katika kipindi hicho chote, hata pale ambapo rasilimali za mashirika mengine zilikuwa haba au finyu. Sisi kama serikali tuliweza kuongeza na kuweka mkono hapo ili ndugu zetu hawa wasipate changamoto. Hata pale ambapo walipata changamoto mbalimbali ambazo hazikuhusiana na sura hiyo, sisi tulikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanaishi kwa amani na salama na kufurahia katika upande wa nchi hii ya pili ambayo sisi ni host country na kutoka kwenye nchi yao mama. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na timu nzima, waheshimiwa viongozi kutoka kwenye taasisi, na washukuru pia kwa dhati viongozi wa mkoa wa Kigoma kiwaongoza wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakiongozwa na pamoja na viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kulingana na kada mbalimbali, Lasi wetu ambaye ndio katibu wa kamati ya usalama na wewe ndio mwenyekiti, kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Mmeonyesha kwa kweli uzalendo wa hali ya juu na mmetupa heshima sisi Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya na kuendelea kuratibu shughuli hizi. Mmewezesha pia wakimbizi waliokuwa wakihifadhiwa hapa kupata huduma zote muhimu, na sasa wamefanikiwa kurejea salama nchini kwao ili kuungana na wananchi wenzao katika kujenga mustakabali mwema wa nchi yao. Siku zote mlikuwa nasi wakati wote tulioomba usaidizi kwenu. Sisi kama wizara kuna mambo mengi sana tunaweza kufanya pekee yetu, hatuwezi kufanya pekee yetu. Aidha, niwashukuru sana wananchi wa Tanzania, hasa mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kibondo kwa ukarimu mkubwa ulioonyesha kwa vitendo. Wananchi hawa kwa moyo mkunjufu walikubali ardhi hii itumike kama kambi ya hifadhi ya ukimbizi. Wananchi hawa walikaribisha wakimbizi kutoka Burundi kwa mikono miwili, wakawapa nafasi ya kujenga maisha mapya wakati wakiwa na shida. Ukarimu huo kwa hakika hauna kifani, sio tu katika ukanda huu pekee bali duniani kote. Pia niwashukuru sana wananchi wote kwa uvumilivu mkubwa walioonyesha dhidi ya changamoto zote zilizotolewa na zilizoletwa na uwepo wa wakimbizi, na tunaomba salamu hizi za shukrani ziwafikie wananchi wote hawa. Wakati wote tutaendelea kuzingatia na kuheshimu mikataba ya kimataifa ambayo hii yote ni kuhakikisha kwamba kama nchi hatuwezi kuishi kama kisiwa. Tutaendelea kuishi na wenzetu na kwa kufuata utaratibu ambao unastahili. Ningependa pia kutumia fursa hii kulishukuru shirika la WFP kwa huduma yake ya chakula. Mligawa migao mikuu ya chakula bila kukosa katika kipindi chote tangu kambi hii kufunguliwa na tena mwaka 2016 na kutoa supplementary feeding programs kwa makundi maalum kwa watoto wenye utapiamlo, wazazi wajawazito na wanaonyonyesha, wagonjwa na wa kifua kikuu na ukimwi pamoja na wengine wenye mahitaji maalum. Msaada wenu ulisaidia sana kuokoa maisha ya wakimbizi hawa. Katika mwelekeo huo kwa dhati kabisa nawashukuru mashirika mengine yaliyowahi kuhudumu Nduta, baadhi yaliyoondoka kutokana na changamoto za kifedha, lakini yote yalichangia kwa thamani kubwa sana katika kuhakikisha watu wetu hawa tunawalea kwa jinsi inavyostahili. Rasilimali na ushauri na utaalamu tangu kuhifadhiwa funguliwa kwa kambi hii
mwaka 2015 hadi sasa tunapoenda kuifunga, hamjawahi kuacha. Tutasema asanteni sana. Moto tunao wakimbizi sio tu wa nchi jirani ya rafiki zetu Burundi, zipo nchi nyingine pia, DRC, zipo nchi nyingine na mpaka nchi za Ulaya wapo ambao tumewahifadhi hapa nchini kwetu. Hivyo nizidi kuwakaribisha, simaanishi kwamba waharibu kule waje, lakini nasema tunawakaribisha kwa maana Tanzania ni nchi ya amani, mje kwa kufuata utaratibu uliopo na kwa mujibu wa sheria. Kama ni kwenye mashirikiano ya biashara kuna utaratibu wake, kama ni kuja kwenye kutafuta ajira kuna utaratibu wake, kama ni kuja kwa ajili ya kuoa au kuolewa kuna utaratibu wake, ingawa na wengine ndio tunajua dada zetu wameshatangulia kule na wengine wamebaki huku. Ni jambo jema, lakini utaratibu wa kisheria uzingatiwe. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na niseme asante, na sasa natamka rasmi kwamba kambi yetu ya Nduta ya kuhifadhi wakimbizi kutoka nchi ya marafiki zetu Burundi imefungwa rasmi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu abariki wenzetu wetu. Asanteni sana.